Naitwa Mugisha Joseph Rubagola. Hapa nina nafasi mbili. Nafasi ya kwanza na mwakilisha mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Ngara. Makofi kwa mkurugenzi. Nafasi ya pili na mwakilisha mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Ngara. Kwa niaba ya mkurugenzi niseme ya kwamba niko na idara zote. Hapa nina idara ya mipango ambao wanahusika na mipango ya halmashauri ya wilaya ya Ngara, wakiwapanga na nyewe wananchi wa wapi? Wanyakisasa. Makofi kwenu. Niko na idara ya kilimo ambao wanahusika na mambo ya kilimo, monyauko, sijui ngongwiki vyote wanapambana navyo. Niko na idara ya maendeleo ya jamii kuhakikisha kwamba jamii zetu ziko vizuri. Niko na elimu msingi na sekondari. Yuko pale mzee kabisa, ametulia vizuri kama mnavyomuona, umri wake unatosha kujibu maswali yenu yote. Niko na mali asili, wale wachoma mikaa sasa. Wanaochoma mikaa wanalisha mazao ya watu na vitu vingine, maswali yatahusika hapo. Usisahau kwamba niko na sheria. Mtu wa sheria amesimama hapa. Karibu kiongozi. Unga mkono. Una swali la kisheria la kinyanyasika sijui na nini, mubaba umepigwa kabisa nyumbani. Yuko hapa. Lakini niko na mtaalamu wa fedha. Baba karibu unyoshe mkono. Ameshiba vizuri kabisa ila kitambi hana. Kwa hiyo atatoa maelekezo kuhusu fedha. Lakini pia niko na watu wa ardhi. Najua kabisa ardhi ni changamoto. Kuna kesi ndogo ndogo, umezulumiwa na mjomba, mama hajakupa eneo lako na baba. Hizo zinaweza kuwa ngumu, lakini yale maeneo ya vijiji, maeneo ya mipango miji, matumizi ya lamani na vitu vingine. Usijenge hovyo. Unaweza utemejenga barabarani. Sawa jamani? Kwa hiyo tutakuwa hapa kwa ajili ya kuwaelimisha na kuwasaidia. Kwa niaba ya mkurugenzi niseme ya kwamba timu zote zipo kwa ajili ya kuwasikiliza na kutoa ufafanuzi. Yale magumu, kuna mengine yanaweza kuwa magumu leo, tutayabeba na mheshimiwa mkuu wa wilaya atatupa muda. Waga anatoa muda. Kuna mengine anasema hakuna hapa. Usilete ujanja hapa. Kwa hiyo tutatoa muda tuweze kuyafanyia kazi. Baada ya kusema hayo, sasa niwakaribishe wenzangu, watasimama mmoja mmoja kujitambulisha kwa dakika chache ili tuweze kupokea maelezo yake na hoja. Basi nianze na mtu wa mipango. Karibu mipango. Kama nilivyojitambulisha awali, naitwa Benjamin Kusila kutoka idara ya mipango na uratibu. Nilitaka niongelee jambo moja, ni dogo lakini kubwa kwa uzito wake. Kuna zoezi linaendelea la rejista za makazi. Nilikuwa natoa msisitizo mmoja, lile daftari ni la muhimu sana. Lile daftari ni la muhimu sana, kwa hiyo niwaombe wananchi mjitokeze kujiandikisha kwenye lile daftari la rejista za makazi. Nyakisasa tuna muitikio mdogo sana. Kwa hiyo naomba muongeze jitihada kwenye kujiandikisha. Sio anakuja mtu kuandikisha mnakula kona, hapana. Mjitokeze. Lile linaonyesha, linatoa takwimu za idadi ya watu, idadi ya kaya na idadi ya wageni. Kwenye wageni pale kuna wageni wa raia wa Tanzania na wageni ambao sio raia wa Tanzania. Wote inabidi wajiorozeshe pale. Baada ya kusema hayo machache, naomba kuwasilisha. Kazi na utu. Sauti haitoshi jamani. Kazi na utu. Asanteni sana. Mimi kwa jina naitwa Desdent Kato Barongo, natoka idara ya kilimo. Mimi jambo ambalo nimekuja kuelezea kwamba sasa hivi tunaelekea kwenye msimu wa kuvuna kahawa. Hakikisheni mnazitunza kahawa zenu vizuri. Mnazivuna kahawa zile ambazo zimekomaa na mnazianika vizuri ili tudumishe lile soko. Na sasa hivi mnaona kwenye kijiji cha Kashinga kuna kitaru cha kahawa miche 700 na mwaka jana tuligawa. Hakikisheni mnaanza kujiandaa. Sasa hivi tumemaliza, tusije tukaingia kwenye kiangazi alafu ukakuta watu wanarandaranda kwenye pombe. No. Msimu ukiisha tunaanza na msimu mwingine. Chimba mashimo,
andaa shamba lako, kama ni kuweka mbolea, ili kusudi kama ni mwezi wa 8 mvua zikianza tuweze kuchukua zile kahawa na kupanda. Serikali pale imewekeza pesa kwa ajili ya mwananchi, usije ukazembea. Kuna watu wengine tunaleta kitalu cha kahawa lakini tunapoanza kugawa vijiji vya jirani ndio wanakuja kuchukua ile miche. Wewe unaiangalia tu hivi. Sawa sawa? Ujiandae na kustaafu. Kustaafu sio mtumishi wa serikali tu. Hata na wewe mkulima utakuja kustaafu, nguvu zitaisha. Jiandae na mazao ya yale ya muda mrefu. Tulikumwe? Ndio. Swala jingine ni mahindi. Sasa hivi watu wengine tumepita hapa mitaani tunaona mizani imening'inizwa. Watu wanauza mahindi. Kuna kipindi kingine unakuta mkulima amelima lakini anauza mahindi yote. Lakini kisha fikia kile kipindi cha njaa, yule mfanyabiashara anakuja kumuuzia kwenye bei gari. Usiuze mahindi yote ukamaliza pale nyumbani. Sawa, bakizeni akiba. Hatujui hali ya mbeleni itakuwaje. Sawa sawa? Ndio. Kwa hiyo hakikisha kwamba mnatunza vile vyakula. Sawa sawa, hatujui uko mbeleni kama kiangazi kitakuja kikao kikali zaidi alafu tukawa na bara njaa. Sasa hivi tuko vizuri wilaya Ngara. Tuna chakula cha kutosha. Naona mmeremeta kidogo. Sawa sawa Kwa hiyo hakikisheni mnatunza mazao yenu. Kitu kingine nataka niwatangazie kwenye bei ya kahawa kwa mwaka huu ambayo imeshatoka sasa hivi. Arabica ni shilingi 5,100 kilo hii moja. Alafu unakuta mtu mwingine apandi kahawa. Ni zao kura biashara kwenye eneo letu. Sawa sawa? 5,000 na ngapi? Na 100. Lakini Robusta ni shilingi 4,000. Hii ni bei ya mwanzo ambayo imetangazwa. Inaweza ikapanda. Sawa sawa? Kwa hakikisheni ya kwamba msiuze ile nyumbani Karagwe wanasemaga obutura. Mnaelewa? Yeah. Msiuze kwenye magendo. Sawa sawa? Kahawa yote itauzwa kwenye vyama vya msingi. Sawa sawa? Ukiji ukauza kwenye magendo, ukikamatwa, sheria zinachukua mkondo wake. Tulikumwe? Ndio. Asanteni sana, mimi kwangu ndo hayo. Safi. Safi. Kama nilivyojitambulisha toka mwanzo, kwa majina naitwa Elia Temihanga Makendi, ni afisa maendeleo ya jamii. Sisi idara ya maendeleo ya jamii, pamoja na shughuli nyingi tunazozifanya kwenye idara, tunaratibu zoezi la utoaji wa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Sasa kama alivyosema mkuu wa wilaya kwamba tunatakiwa tujishughulishe na shughuli za uzalishaji mali. Inawezekana tunafanya shughuli mbalimbali lakini tunakosa mtaji, si ndio? Sasa fursa ya mikopo ipo na inatolewa. Tunasema mikopo ya 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri inatolewa kwa vikundi vya vijana, wanawake na wenye ulemavu. Ili uweze kunufaika na mikopo hiyo, kikundi kinatakiwa kiwe na mradi, lakini tunatakiwa tusajili vikundi vyetu. Upo pia mkopo unaotolewa kwa wajasiriamali wadogo kupitia benki ya NMB. Ili nao uweze kunufaika na mkopo huo, unatakiwa usajiliwe kama mjasiriamali, utambuliwe, na kutoka hapo unaweza ukanufaika na mikopo hiyo. Lakini ndugu zangu, tuna vikundi hivi tunavyoviita vikundi vya kijamii vya huduma ndogo za kifedha. Nyinyi mmezoea kuviita kama vikoba, si ndio Tunachangishana fedha, si ndio Tunakopeshana fedha, si ndio lakini unakuta vikundi vyetu hivyo hatujafanya nini? Hatuja visajili kufanya shughuli zinazohusiana na mikopo, shughuli za kifedha pasipokuwa na usajili ni kinyume na sheria. Kwa hiyo tunatoa wito kuvisajili vikundi hivyo ili viweze kufanya kazi kwa uhalali. Asanteni sana. Ya kisasa oye! Oye! Kahabi safi! Safi! Mwanzoni nilisema kwamba mimi ni mwalimu Ezekiel Lakoze Nzabayanga. Mwalimu kweli. Mwalimu. Mnawapenda watoto wetu? Napenda. Walioko shule mnawapenda? Napenda. Mkuu wa wilaya amesema swala la elimu ni la muhimu sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mnaosali, kazi ya kwanza aliyoifanya Yesu ilikuwa ni kufundisha. Si ndio? Ndio. Sasa kama kazi ya Yesu ilikuwa kufundisha, walimu wangu wa kata Nyakisasa, hebu tuwapongeze kwa sababu wanafanya kazi ya Yesu. Kashinga safi? Safi. Nianze na la kwanza. Kashinga kuna idadi kubwa ya watu wazima msiojua kusoma na kuandika. Ni kweli sio kweli? Na kwa bahati nzuri tumewaletea mwalimu
yule mwalimu anajitolea kuwafundisha bure. Na aibu hii tumeipata wakati wa kupiga kura. Mtu anakuja hajui, unajua kusoma ekaye Kashinga safi. Niwaombe wale watu msiojua kusoma, msione aibu. Mficha uchi hazai. Mficha uchi hazai. Kituo kiko hapa Kashinga shule ya msingi. Njoni mfundishwe, mjue kusoma na kuandika. Kashinga safi. La pili, nani kati yetu ambaye yuko hapa ambaye hajaweka kitu chochote tumboni? Kuna aliyeko hapa? Kwa nini watu wa Kashinga, watu wa Nyakisasa bado uchangiaji wa chakula shuleni kwa ajili ya watoto wetu ni shida? Tatizo liko kwa nani? Tatizo liko kwa nani? Tatizo liko kwa nani? Sasa wale watoto wetu tulionao ni tofauti sana na sisi tulivyokuwa miaka ile. Sisi kama tunakuja tumesha weka kitu tumboni. Je, mtoto anayetoka nyumbani saa 12:30 anaenda shule, akae mwalimu wa hesabu aingie, mwalimu wa Kiingereza aingie, mwalimu wa uraia aingie, mwalimu wa physics aingie, hajaweka kitu tumboni, unadhani huyo mtoto ataelewa chochote? Ataelewa chochote? Mwalimu mwenyewe anayemfundisha ameshagonga chai, mwalimu anayemfundisha. Sasa mtoto yeye anakaa tu anaangalia. Tuwaombe, na sio tuwaombe, muwajibike. Yule mtoto ukumzaa kwa bahati mbaya. Kuna watu wanalia hawapati watoto, wewe umempata, lakini hutaki kumpelekea chakula shule. Shida iko kwa nani? Tunakubaliana shida iko kwenu. Sasa tukubaliane, ni msimu wa kuvuna mahindi. Yale kile chakula ambacho angekila mchana nyumbani tumpelekee wapi? Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kama kuna tatizo kwenye NIDA, changamoto kubwa inayojitokeza, watu hawajui kusoma na kuandika. Kwenye kura tatizo ni kusoma na kuandika. Sasa kama wewe hujui na mtoto wako aendelee kutojua? Hapana. Mkuu wa Wilaya ameeleza vizuri. Mkuu wa Wilaya safi. Safi. Elimu safi. Safi. Kumsomesha mtoto ni agizo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Usipomsomesha mtoto, maana yake unamnyima haki yake ya msingi. Sisi tunaelewana vizuri? Kuna changamoto imetokea. Mkuu wa Wilaya ameisemea kidogo na mimi nataka niongezee. Wazazi mnawashawishi watoto wasifanye vizuri kwenye mitihani. Utaratibu uko hivi. Mtoto kama ameenda vizuri shuleni anahudhuria mtihani wa darasa la 4 atafaulu na mtihani wa darasa la 7 atafaulu. Sasa ninyi mnawadanganya kwamba hakuna ajira. Nani aliyekwambia hakuna ajira? Mwenyezi Mungu ametupa ardhi nzuri hivi. Mwenyezi Mungu ametupatia kila kitu. Nani amesema ajira zipo? Ajira ni kweli hazipo? Ni kweli ajira hazipo? Sasa shamba la mtu aliyefika kidato cha 4 na shamba la mtu ambaye hajafika kidato cha 4 ni sawa au sio sawa? Duka la mwenye ambaye amesoma kidato cha 4 au cha 6 na mtu ambaye hajasoma ni sawa? Hebu acheni hii ya kutowapeleka watoto shule na kuwakataza wasifanye vizuri eti kwa sababu ajira zipo. Hapana, ajira zipo. Kuanzia kwenye ngazi ya familia, ajira zipo. Ngazi ya kijiji, ajira zipo. Sema tu watu tunachagua. Wote hatuwezi tukajaa maofisini tukawa maofisa. Wote hatuwezi. Sasa ajira, mwingine awe afisa kilimo, mwingine awe mkulima, mwingine awe mfugaji, mwingine awe fundi viatu, mwingine awe mchungaji, mwingine awe mwanasiasa, mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Elimu safi. Safi. Wapelekeni watoto, muwaruhusu wafanye vizuri. Vile mnavyowakataza wasifanye vizuri, mnawafunga. Yaani mnawafungia tu wawepo, mnawafungia wao majambazi wa hapa Nyakisasa. Wawepo majambazi wa Ikashinga. Wafungulieni milango, waambie tena siku anaenda kufanya mtihani, mwekee mikono kichwani, akafanye mtihani vizuri, afaulu, aende huko, aende mbali.
Elimu safi. Malezi ya watoto nyumbani. Malezi ya watoto, malezi ya mtoto yanaanzia wapi? Nyumbani. Sasa tuna watoto ambao tunao wanaosoma sekondari, hamuwatumi kazi. Wafundisheni watoto kufanya kazi. Kuanzia wapi? Nyumbani. Na hivi vya kubagua eti ajira hazipo ni kwa sababu hatujawafundisha watoto kufanya kazi wapi? Nyumbani. Mtoto akishaenda shule haimaanishi kwamba asiende shamba, haimaanishi kwamba asifagie, haimaanishi asifanye shughuli ya nyumbani. Akishaenda shule mpe ushirikiano, mfundishe nidhamu ya kazi. Mfundishe nidhamu ya nini? Ya kazi. Usije ukadanganyika eti mtoto utampa urithi wa ardhi, wa gari, sije wa nini. Mpe urithi wa kufanya kazi. Kazi itamsaidia aishi sehemu yoyote. Elimu safi. Safi. Wafundisheni watoto kufanya kazi. La mwisho sio kwa umuhimu. Kuna wazazi ambao wamepata watoto wenye ulemavu. Ni wasihi sana, kama kuna mzazi ana mtoto mwenye ulemavu wa akili, ulemavu wa viungo, usiache kumpeleka shule. Wapelekeni shule. Mungu ana mpango nao. Mungu ana nini? Elimu safi. Nadhani hamtaniuliza maswali kwenye kipengele cha elimu. Sasa ili msiniulize na mimi nisiwaulize. Mchango, pelekeni chakula, pelekeni mahore, pelekeni ndizi, pelekeni mahindi, pelekeni maharage. Na wale msiojua kusoma, mwalimu mkuu, kesho tupe taarifa kwamba amekuja kujiandikisha wangapi. Tunawafundisha bure. Bure. Naitwa Edita Jason. Natokea kitengo cha maliasili na uhifadhi wa mazingira, halmashauri ya wilaya ya Ngara. Kitengo cha maliasili tunashughulika na shughuli za upandaji miti, uhifadhi wa miti na uvunaji wa miti. Baadhi yenu wamekuwa wakivuna miti wakija kuomba vibali. Ofisi ya maliasili ndiyo inatoa vibali vya uvunaji wa miti. Lakini pia tunashughulika na swala zima la ufugaji wa nyuki. Niwaombe sana wananchi wetu, kupitia ofisi yetu tunao wataalamu wa kutosha na eneo lenu ni zuri sana kwa ufugaji wa nyuki. Tafadhalini sana, tunao maeneo ambayo hayafai kwa kilimo, yatumike kuweka mizinga ili wananchi wetu muweze kufaidi. Asali ni chakula, lakini asali ni dawa. Kama hujui namna ya kufanya, wasiliana na ofisi yetu ya maliasili ili muweze kujua namna ya ufugaji nyuki, muweze kufaidika kama wananchi wetu, lakini pia tuweze kupata asali kama chakula kwa ajili ya afya zetu. Lakini pia tunashughulika na kutoa elimu ya uhifadhi wa wanyamapori kwa baadhi ya vijiji ambavyo humo wilayani kwetu viko karibu na hifadhi yetu ya Buligichato. Tunatoa elimu kwa wananchi ili waweze kuishi vizuri na wanyama wale, kwa sababu swala la uhifadhi wa wanyamapori na mazingira ni kazi ya kila mwananchi. Sawa ndugu zangu? Na kupitia fursa hii sasa, niwaombe, tunaanza mwezi wa 6, tunaelekea kiangazi. Niwaombe wananchi wote, kila mmoja awe mlinzi wa mwenzake. Tuache kuchoma misitu yetu, tuache kuchoma mazingira yetu. Unapochoma mazingira, unaua viumbe hai wengi, bioanuai wengi ambao wanatusaidia kututunza sisi kwenye mazao yetu. Ukichoma msitu, unachoma wadudu ambao wanatusaidia kwenye uchavushaji wa mimea yetu. Sawa ndugu zangu? Kwa kila mmoja awe mlinzi wa mwenzake. Wale watendaji wa vijiji, tuna agenda ya kudumu ya kuzuia uchomaji moto kwenye mazingira. Ni kitu kibaya sana. Yaani ukimwona mtu anachoma mazingira, anachoma msitu, muone kama adui, kwa sababu anatuletea njaa. Lakini pia ninaomba nitoe ushauri kwamba wale ambao mna ardhi ambazo sio rafiki kwa kilimo, tafadhali tuwasiliane kupitia ofisi yetu. Mpande miti ya mikaratusi, haina shida. Mti ni mali. Niishie tu kusema hivyo. Mti ni mali. Wapo baadhi yenu ambao tayari mmeshaanza kufaidika kupitia uuzaji wa magogo. Sawa ndugu zangu?
Ndio maana tunatoa vibali vya uvunaji baada ya kujiridhisha kwamba maeneo yenu au miti yako inafaa kwa ajili ya kazi hiyo kupitia watendaji wetu wa vijiji. Sawa ndugu zangu? Eneo ambalo una mlima ambao unaona uweze kupanda chochote, panda mti. Hususan wa mkaratusi utafaa. Kama unaona hauna uelewa mkubwa, tutafute tukushauri mpande miti ya kutosha kwa ajili ya uhifadhi wa mazingira yetu. Kitu kingine, niombe mtunze vyanzo vyetu vya maji. Kuna watu ambao mliozaliwa zamani kidogo, kuna vyanzo vya maji vimepotea kwa sababu ya kutokuvihifadhi. Kila mmoja awe mlinzi wa mwenzake. Kamati zile za uhifadhi wa vyanzo vya maji tunazo kule vijijini, watendaji wanajua, mimi nafahamu, zipo. Husikeni kupanda miti rafiki na vyanzo vya maji kwenye vyanzo vyetu vya maji. Maji ni uhai, si tunafahamu sote?